kiasi ambacho tumezingatia mambo mengi ambayo kama klabu inahitaji kwa wakati huu na wakati ambao tunaoendea. Na nipende kuhakikishia katika hii amount J-Root Investment, kabla hata tujaanza kufanya jambo lolote, tayari tumeshaweka 30% ya hii amount mwaka wa kwanza. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, miongoni mwa faida ambazo zitapatikana kwenye huu mkataba zipo nyingi, ila tukiweka zile ambazo kama J-Root na Simba tumeingia makubaliano ya kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, tunafahamu Simba Sports Club ni klabu kubwa sana, na sisi tumesema tutakuja kuleta mabadiliko na kuongeza thamani ya mchezo katika nchi yetu. Tukasema kumekuwa na jambo kubwa ambalo wana Simba wanahitaji kama club, na sisi kama J-Root tutaenda kulitekeleza. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Tutajenga uwanja ambao utaweza kuchukua mashabiki takriban 10,000 mpaka 12,000. Na kulingana na kandarasi ya mkataba tumekubaliana kwamba Simba Sports Club tuna eneo ambalo liko Bunju na tutaenda kujenga uwanja huu katika eneo lile la Bunju. Ila kama watakuja na mapendekezo mengine, basi tutafuata hayo mapendekezo yao. Lakini tumesema with immediate effect tunaanza msimu mpya, basi na sisi tutaanza utaratibu huo wa kuanza kuweka maandalizi ya ujenzi wa uwanja huo. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, benefit nyingine ambayo tuliweza kuahidi kwenye huu mkataba ni kwamba Simba ni klabu kubwa, tunafahamu wako na basi letu kubwa, lakini tukasema tunahitaji kuwa na basi ambalo kiukweli litaendana na hadhi ya Simba, kwa sababu tunafahamu kwa sasa Simba iko namba 4 kiubora Afrika. Tunataka timu yetu ilingane na timu nyingine zenye ukubwa huo duniani. Kwa hiyo sisi kama J-Root Investment tumecommit kwamba tutanunua basi, na si basi tu, basi ile basi inayofahamika kwa jina la Iriza. Kila kitu kiko sawa na tulikubaliana kabla ya muda mfupi tu hiyo basi mtaiona. Na jambo lingine ambalo tulikubaliana kwamba Simba ni klabu kubwa. Kama klabu kubwa inahitaji kufanywa mambo mengi. Tukaangalia upande wa media, timu ya media inahitaji sana, lakini tukasema tutaenda kujenga production media kubwa ambayo itakuwa na hadhi kama timu nyingine, ile ambapo nikitaka leo hii kufanya interview na hadhi au labda tena DSTV, sina haja ya kwenda huko. Kinachofanyika tu ni kusynchronize na kuonekana wote tukiwa ni mmoja. Kwa tutafanya hilo swala na tumeshaanza utaratibu, na nadhani tu muda si mrefu mtaona haya mambo yanaenda kufanyika. Simba Sports Club ni timu kubwa, ni timu ambayo ukiacha makao yetu makuu ambayo yalikuwa pale eneo la Msimbazi, kwa sasa kuna ofisi ambao kisi tukasema tutafanya utaratibu wa kuweza kutengeneza eneo letu la kudumu, na tutajenga ofisi ya Simba Sports Club kama makao kwa ajili ya ofisi. Tunafahamu Simba inafanya mambo mengi sana katika kukuza michezo. Inazingatia vipaji vya vijana. Na sisi kama J-Root tumeliona hilo, tukasema kila mwaka
tumefanya program na hii tutatoa fedha kesho katika kusaidia youth development ili kuweza kukuza vipaji vingi vya vijana wetu waweze kuimprove na ikiwezekana waweze kupata nafasi katika timu za juu. Kwa hiyo tumesema kila mwaka tutakuwa tunaweka hadi kesho 100 million ambayo itasaidia kama chachu ya kuweza kuwaboost vijana wetu waweze kufikia malengo yao. Vile vile kila mwaka pre-season tutakuwa tunachangia again 100 million kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Na vile vile tumeahidi na tumesema tutatengeneza medical and laundry room kwa ajili ya wachezaji wetu. Katika kila mwaka tunafahamu tuna Simba Day. Tutashiriki mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, bega kwa bega kuhakikisha kwamba Simba Sports Club inaandaa Simba Day ambayo ni muhimu sana kwa Simba. So katika hilo tutachangia fedha taslimu takriban shilingi milioni 100 katika kila msimu wa Simba Day. Wakati tunafanya hayo yote, tulikubaliana tutajenga uwanja, lakini vile vile tutatengeneza zile training programs, tutahakikisha tunazifanyia renovations ili wachezaji wetu wanapata viwanja vizuri vya kufanya trainings. Na katika hilo tumepanga kutoa shilingi milioni 150 kila mwaka kuhakikisha kwamba hili linafanyika kwa weledi wa hali ya juu. So ndugu waandishi wa habari na wanasimba, hizi ni baadhi ya other benefits ambazo tulisema sisi kama Jeruti Investment East Africa Limited tutaenda kuzitoa katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Apart from that, tunafahamu kwamba Simba inafanya vizuri na wachezaji wakiwa vizuri zaidi wanahitaji incentives. Kwa tukasema kwa ujumla wake kila mwaka tutatoa incentives ya thamani ya shilingi milioni 470 ambazo kama club itaangalia jinsi gani ya kuzidistribute, kama watatoa kwa mchezaji bora, kwa kipa bora, au katika kila wanavyoshinda katika michuano mbalimbali. Na sisi kama Jeruti tutatoa milioni 470 ambayo hii itakuwa inaongezeka kila mwaka. Kwa haya ni mambo ambayo tutafanya, na haya ni mambo ambayo nadhani yalikonvince sana hii tender committee kuona kwamba Jeruti Investment East Africa Limited wanastahili kupata hii nafasi. Ndugu waandishi wa habari, sasa mnaweza mkasema sasa Jeruti ni kampuni ya Kitanzania. Sisi kila siku tunapata vitu vya hapa. Soma comment, watu wengi wanakuambia bwana tunahitaji international brand, tunahitaji. Kila mtu anaongea lake, ana shauku. Niwahakikishie, baada ya kusaini mkataba, ndio maana nilitambulisha timu yangu Atukula. Mimi na timu yangu pamoja na uongozi wa timu ya Simba Sports Club wange tulienda mguu kwa mguu huko kimataifa katika watu ambao tulishaongea nao na kubaliana kuhakikisha kama tunapata international brand. Niwahakikishie Simba Sports Club katika msimu huu mpya unaenda kuanza, jezi ambayo itaenda kuvaa wataenda kuvaa brand ya kimataifa. Jeruti Investment East Africa Limited tumeingia mkataba mkubwa sana na one of the very international and reputable brand in the world. Brand ambayo inavalisha timu nyingi sana kubwa za kimataifa, ambapo Simba Sports Club sasa itaenda kuvaa jezi
ambayo itakuwa na viwango bora kabisa duniani. Tumesha saini mkataba na tumesha sezi. Pongezi zimwendee CEO wa Simba Sports Club, wanasheria wa Simba Sports Club, Hosea, pamoja na timu nzima ya marketing ya Simba Sports Club. Manake Jeruti ili tuongozane nao kuhakikisha kwamba tunaenda kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. So ni watoe hofu wana Simba. Mwaka huu na miaka inayofuata mambo yatakuwa mazuri sana.